Zaidi ya wanandoa 110 wamefunga ndoa kwa pamoja katika hafla kubwa ya harusi ya umma iliyofanyika katika jiji la Tehran nchini Iran, huku mamia ya watu wakikusanyika katika eneo la Imam Hussein Square kushuhudia sherehe hiyo iliyovutia hisia za wengi ndani na nje ya nchi hiyo. Hafla hiyo ya kipekee ilifanyika jana Jumatatu, Mei 18 mwaka 2026, ikiwa sehemu ya maadhimisho ya kidini na kitaifa yaliyoambatana na ujumbe wa mshikamano wa wananchi wakati wa hali ya mvutano wa kikanda unaoendelea. Video na picha zilizosambazwa mitandaoni zilionyesha wanandoa wapya wakifika eneo la hafla kwa msafara wa magari yaliyopambwa kwa mitindo mbalimbali, ikiwemo magari yenye muonekano wa kijeshi iliyovutia macho ya wengi. Miongoni mwa magari hayo, gari moja la rangi ya waridi lilizua mjadala mkubwa mtandaoni kutokana na muonekano wake usio wa kawaida ukilinganishwa na magari mengine ya mtindo wa kijeshi yaliyotumika kusafirisha maharusi hao kuelekea kwenye eneo la sherehe. Kwa tukio hilo lilipangwa kuadhimisha kumbukumbu ya ndoa maalum ya Imam Ali na Lady Fatima Zahra, tukio ambalo linachukuliwa kuwa miongoni mwa matukio muhimu sana katika historia ya utamaduni wa Kiislamu. Kwa mujibu wa waandaaji, ndoa hiyo inaashiria mfano wa maisha ya ndoa yenye heshima, uadilifu na mshikamano kwa Waislamu wengi. Hivyo hafla hiyo ililenga pia kuhamasisha vijana kuhusu umuhimu wa ndoa na maadili ya kifamilia. Waandaaji walieleza kwa sherehe hiyo haikuwa tu ndoa, bali ilikuwa ni ishara ya mshikamano wa kijamii na kitaifa kwenye kipindi ambacho Irani inakabiliwa na changamoto za kisiasa na kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika hafla hiyo, baadhi ya wanandoa pamoja na washiriki walionekana wakitoa ujumbe wa kuiunga mkono Irani na kile walichokiita mapinduzi ya Kiislamu ya nchi hiyo. Nyimbo, shamra za harusi, muziki wa kitamaduni na mikusanyiko ya wananchi vilitawala katika uwanja huo mkubwa, huku familia, marafiki na wakazi wa Teherani wakishiriki kusherehekea siku hiyo maalum. Tukio hilo pia limehusishwa na kampeni mpya inayojulikana kama Janfada, ambayo ilianzishwa kuonyesha utayari wa wananchi kuitetea Irani katika mazingira ambayo mamlaka ya nchi hiyo yameelezwa kuwa ni nyeti kutokana na mivutano ya kikanda na vitisho vya usalama. Wanandoa wengi waliounganishwa katika hafla hiyo walielezwa kuwa ni sehemu ya wananchi wanaohusishwa au wanaunga mkono kampeni hiyo ya uzalendo. Kampeni ya Janfada imekuwa ikitangazwa kama njia ya kuhamasisha umoja wa wananchi na kuonyesha kwamba raia wako tayari kuisaidia nchi ikiwa kutatokea mgogoro au vita. Mnamo Mei 15 mwaka 2026, vyombo vya habari vya Irani viliripoti kuwa zaidi ya watu milioni 31 walikuwa wamesajili katika kampeni hiyo ili kuonyesha utayari wao wa kuilinda nchi katika tukio lolote la mzozo wa kijeshi. Mbali na hilo, Irani pia imeripotiwa kuanza mafunzo ya matumizi ya silaha kwa baadhi ya watu wa kujitolea wanaoiunga mkono serikali, hatua ambayo imeibua mjadala mkubwa kuhusu namna taifa hilo linavyojiandaa kukabiliana na changamoto za kiusalama, huku mvutano ukiendelea katika eneo hilo. Serikali ya Iran imekuwa ikisisitiza mara kwa mara umuhimu wa mshikamano wa kitaifa, hasa wakati wa mazingira yanayohusisha shinikizo kutoka mataifa nje na hatari za kiusalama. Kwa wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, hafla hiyo ya harusi za pamoja inaonekana kuwa zaidi ya tukio la kijamii pekee, bali pia ni ujumbe wa kisiasa na wa kiutamaduni unaolenga kuonyesha umoja wa wananchi, imani ya kidini na uungwaji mkono wa taifa katika kipindi ambacho Irani inaendelea kukabiliwa na changamoto za kidiplomasia na kiusalama katika eneo hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.